Kwa jina naitwa Dr. David Sylvester Mgaya, daktari bingwa upasuaji mfumo wa mkojo, mbobezi katika afya ya uzazi kwa wanaume. Napatikana katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Kwa siku ya leo nitazungumzia kuhusu saratani ya kibofu cha mkojo. Na nitalenga maalum kwenye saratani aina ya squamous cell carcinoma ambayo ndio inapatikana kwa wingi katika maeneo yetu. Dalili zake ni zipi? Dalili za saratani ya kibofu cha mkojo aina ya squamous cell carcinoma, dalili zake ni kukojoa, kupata hali au hamu ya kukojoa mara kwa mara. Dalili za awali, kuongezeka ile hali ya kukojoa mara kwa mara, kuhisi mkojo hauishi, kwa mgonjwa anapoenda kujisaidia na hisi bado mkojo haujakwisha, umebaki ndani, na kupata hamu ya kwenda kukojoa tena. Ugonjwa unapoendelea, mgonjwa anaweza kaona damu. Akiona damu kwenye mkojo, basi hapa ugonjwa unakuwa umesogea na uko kwenye hatua ya 3. Tunasema advanced disease. Lakini pia kuacha damu, mgonjwa anaweza kaona anapata vitu vyeupe kama vinyama kwenye mkojo. Kwa kifupi naweza nikasema hiyo ndo presentation au ndo jinsi ugonjwa huu unavyojitambulisha. Ugonjwa mwingine wa saratani ya kibofu cha mkojo ambao unafanania na huu, ingawa haupatikani kwa kiwango kikubwa, huu tunaita transitional cell carcinoma. Haupatikani sana kwenye nchi yetu, ila kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo wa maisha na huu umeanza kuonekana. Turudi kwenye squamous cell carcinoma. Viashiria au vitu vinaweza kusababishia mgonjwa akapata saratani hii ya kibofu cha mkojo. Cha kwanza kwenye maeneo yetu tunasema ni kichocho. Ukanda wa Pwani, Morogoro na kanda ya Ziwa umeonyesha kuwa na wagonjwa wengi wenye tatizo hili. Na hii inatokana kwamba kichocho kinasababisha, mtu anapopata kichocho anaweza katibiwa kichocho kikapona, lakini kikaacha makovu ya kudumu. Mwili ukawa unaendelea kupambana na hiyo hali ya kichocho au ya yale mayai ya kichocho, na kusababisha ukuta ndani wa kibofu cha mkojo kubadilika tabia na hatimaye kupelekea kutengeneza saratani ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kwenye wenzetu ambao wanaona wagonjwa kwenye hatua za awali, hospitali za chini, kuna ile tabia ambayo imejengeka ya wagonjwa kuzungumza kwamba mgonjwa huyu anapewa jina la UTI sugu. Mgonjwa yote ambaye anarudi na changamoto ya mfumo wa mkojo mara kwa mara, haswa inaonekana kama ana maambukizi kwenye mfumo mara kwa mara, anahitaji uchunguzi wa kina kujiridhisha kwamba huyu mgonjwa ana saratani ya kibofu cha mkojo. Kwa sababu saratani hii ikigundulika katika hatua za awali, inatibika na mgonjwa anapona kabisa. Matibabu ya hii saratani ya kibofu cha mkojo yanahusisha upasuaji. Namaanisha hapa hii squamous cell carcinoma yanahusisha upasuaji wa kuondoa kibofu cha mkojo na vitu vilivyoko jirani na kile kibofu cha mkojo. Kwa wanaume, upasuaji huu utahusisha kuondoa tezi dume, mifuko inayotunza mbegu za uzazi, sehemu ya chini ya mirija inayoleta mkojo kutoka kwenye figo, na maanisha ureter, na sehemu ya ndani ya mirija inayoleta mbegu kutoka kwenye korodani, na maanisha vas deferens, sehemu ya chini ile inaondolewa, pamoja na kibofu chote cha mkojo, lakini pia na mitoki iliyo walinzi wa mwanzo wa kibofu cha mkojo. Tunazungumzia hapa iliac nodes na ureter nodes, hizo zitaondolewa wakati huo wa upasuaji. Baada ya kuondoa kibofu cha mkojo, swali litakuja kwamba huyu mteja atakuwa anapata vipi haja hii ndogo? Atakuwa anatoaje mkojo kutoka mwilini? Ziko njia mbalimbali za kutoa mkojo kutoka mwilini. Mojawapo ni kutengeneza kibofu mbadala au kibofu cha bandia, ambacho hiki huwa tunakitengeneza kutoka kwenye utumbo mdogo. Kitaalamu tunaita orthotopic neobladder, kwamba sehemu ya upande ya utumbo mdogo sentimita 45 kwenye ilium zinachukuliwa, zinatengenezwa pouch. Hii pouch ya reservoir inaunganishwa kwenye njia ya mkojo ambayo inatoka nje, na baada ya kuunganisha kwenye njia ya mkojo inayotoka nje,
tunaunganisha mirija inayotoa mkojo kwenye figo kwenye hii pochi, na hivyo kuweza kupokea mkojo na kuutoa nje. Njia nyingine ya tatu ya kutoa mkojo baada ya kumfanyia mgonjwa upasuaji wa kuondoa kibofu cha mkojo ni kutumia utumbo mdogo, sehemu utumbo mdogo, lakini hii inatolewa nje kama njia ya kuchepusha mkojo kutoka nje ya mwili, ambapo nachukua kipande kidogo cha utumbo mdogo, inaunganishwa mirija ile inayoleta mkojo kutoka kwenye figo, ureters na maanisha, alafu inatolewa kwenye pembeni ya mwili, pembeni ya tumbo. Kwa mgonjwa atakuwa anavaa mfuko maalum wa kukinga mkojo na kwenda kumwaga pale anapokuwa anahitaji. Kliniki ya mfumo wa mkojo katika hospitali ya Muhimbili Mloganzila inapatikana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 2 mpaka saa 9:30 jioni, na siku ya Jumamosi ni kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Na kliniki ya Dr. David Mgaya ni siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne kila wiki kuanzia asubuhi mpaka saa 9 jioni.